Ni kutokea kanisa kuu la Mtakatifu Joseph jimbo kuu la Dar es Salaam, ambapo askofu mkuu wa jimbo kuu Katoliki la Dar es Salaam Mhashamu Jude Thaddeus Ruwaichi amezungumzia na kutoa taarifa rasmi kuhusu msiba wa Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo kwa vyombo vya habari. Askofu Ruwaichi amesema kifo cha Kardinali Pengo ni msiba mzito kwa kanisa, lakini ni msiba wenye matumaini ya kuendelea kumwombea pumziko jema, huku akieleza kuwa Kardinali Pengo atapumzishwa Pugu kama yalivyokuwa matamanio yake ya tarehe 28 Februari ya mwaka 2026. Mimi naitwa Mika Ndaba. Mwadhama alishakuwa na mang'amuzi ya maradhi kwa muda mrefu. Kwanza kabisa alikuwa na changamoto ya ugonjwa wa moyo, na alishafanyiwa operation akawekewa kitu kinachoitwa pacemaker. Pacemaker ni kitu ambacho kinasaidia kuratibu mapigo ya moyo au ufanyakazi wa moyo. Yeye alikuwa na chombo hicho, kilimsaidia moyo wake ufanye kazi kwa utaratibu unaoeleweka. Lakini tukumbuke pia kwamba alishakuwa na changamoto ya uti wa mgongo, akafanyiwa matibabu kwanza Ujerumani, akafanyiwa matibabu India, lakini hatimaye alipelekwa Marekani kwenye hospitali inayoitwa ya Cornell, ambapo alifanyiwa operation kubwa iliyodumu takriban masaa 13, na ile operation ilimsaidia alikuwa ameanza kupinda, alikuwa hawezi tena kutembea wima, lakini baada ya operation ile alirudi hapa akiwa anatembea wima. Ameendelea kupambana na uzee na maradhi mpaka hapo Mungu alipomwita kwake. Asante. Karibu sana baba askofu mkuu. Wapendwa waandishi wa habari, tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Assalamu alaikum. Tuko katika kipindi cha majonzi kufuatilia kifo cha mpendwa wetu Polycarp Kardinali Pengo kilichotokea siku ya tarehe 19 ya mwezi huu wa Februari majira ya saa 4 usiku. Jimbo kuu la Dar es Salaam litamkumbuka kwa namna ya pekee Mwadhama Kardinali Pengo kutokana na utume mkubwa alioufanya hapa Dar es Salaam kuanzia mwaka 1990 alipohamishiwa hapa kama askofu mkuu mwandamizi, na kuanzia mwaka wa 1992 alipochukua uongozi wa jimbo moja kwa moja, na ameliongoza jimbo hili kwa bidii kubwa, kwa uwajibikaji wa hali ya juu mpaka mwaka 2019 alipokabidhi madaraka na kustaafu. Kifo chake ni pengo kubwa kwetu wote, lakini tumepokea msiba huu kwa imani na matumaini, na tunamuomba Mungu Baba wa huruma aliyemjalia uhai, aliyemjalia wito na aliyempa fursa ya kutekeleza utume uliotukuka, amjalie pumziko la milele. Nawaalika watu wote wenye mapenzi mema na Wakatoliki wote
kumsindikiza kwa sala na kumwombea pumziko la milele. Nawashukuru ninyi mliokuja kukutana nami na kusikia habari hizi za msiba ambazo bila shaka mmeshazisikia kwa njia nyingine tofauti tofauti. Kwa namna hii mnapokea rasmi tangazo la msiba ambao tunaendelea kuishi. Madama Polycarp Kardinal Pengo atazikwa tarehe ya 28 katika makaburi ya Pugu. Ye mwenyewe aliandaa kaburi lake pale Pugu miaka sio michache iliyopita, na akapenda azikwe pale, na tunaheshimu matamanio yake hayo ya kutaka kuzikwa Pugu. Tarehe ya 27 siku ya Ijumaa, mwili utachukuliwa kutoka Lugalo mortuary na kuletwa hapa St. Joseph. Watu watapata nafasi za kusali na kutoa heshima za mwisho kuanzia hiyo saa 3 Ijumaa na kuendelea mpaka saa 7 ambapo itaadhimishwa misa takatifu ya kumwombea. Watu wataweza tena kuendelea kutoa heshima za mwisho baada ya adhimisho la misa hiyo mpaka saa 10 jioni, ambapo itaadhimishwa tena misa nyingine ya kumwombea. Baada ya hapo mwili utabaki hapa kanisani, na watu walio tayari kukesha wakisali wataruhusiwa kukesha hapa kanisani wakisali na kuimba. Jumamosi tarehe 28 saa 12 alfajiri mwili utachukuliwa kutoka hapa St. Joseph na kupelekwa Pugu, ambapo majira ya saa 4 itaadhimishwa misa takatifu ya mazishi. Basi nyote mnakaribishwa kumwaga, kumwombea na kumsindikiza. Asanteni.